Zaidi ya mahujaji 4,000 kwenda kuhiji Maka mwaka huu wa 2026 na ni kutekeleza nguzo miongoni mwa nguzo 5 za Uislamu, ambapo kwa mwenye uwezo basi ni ruksa kwake, ni amri kwake kwenda kuitekeleza nguzo hii muhimu katika nguzo 5 za Uislamu. Hapa nchini watu ambao tayari wamesajiliwa na tayari mamlaka hapa nchini pamoja na kule Saudi Arabia inawatambua kwamba wanakwenda kushiriki, idadi yao imetajwa ni 4,040 hivi. Hivyo basi hapa studioni tunao wale ambao basi viongozi na wanahabari ambao watakaotupasha zaidi kuhusu msafara huo na idadi hasa ambayo ya watu ambao watakwenda kutoka hapa nchini kwa ujumla. Tunaye Muhammad Ghalib Bashir, yeye ni meneja wa Haji Trust. Hali kadhalika tunaye Khamis Tembo, yeye ni afisa habari Bitha. Karibu sana wageni zetu, tunasema karibuni kwa mara nyingine. Asante sana Jafari Mponda. Naam. Muhammad nisema shukran Balkis. Manista twa Alayhi sabila. Bas. Kwa mwenye uwezo tutakuwa tumemwacha Himidio Loto pale. Kwa mwenye uwezo basi anapaswa, ana wajibu kufuata njia. Ndio. Sasa umefika wakati huu. Tunaenda kuanza mwezi wa Dhulhijja. Ni mwezi wa aina gani? Kwa nini tunaenda pia kufanya ibada hii ya Haji, Muhammad? Alhamdulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Maanake dakika chache lakini kidogo na ibada yenyewe sio ngeni sana kwa sababu ni ibada kongwe miongoni mwa ibada. Kwa nini tunaenda kufanya hili? Ni kwa sababu liko ndani ya nguzo. Ndani ya nguzo swala, zaka, saumu pamoja na haji ni mfumo ambao umo katika Uislamu wetu na ni taratibu ambayo ipo inatusubiri sisi na labda inaachwa mahala padogo kusema kwa mwenye uwezo, lakini wengine wasijilegeze sana kwa sababu wana gari na thamani zaidi anaweza kushusha kutoka kwenye Land Cruiser ukaja kwenye ST alafu ukaenda zako kwenda haji. Unaweza kupunguza kwenye dhahabu zako ulizokuwa nazo na uzilipia zaka, basi miongoni mwake ukapunguza ukaenda zako haji. Kwa hiyo ni ibada kongwe na ni ibada ambayo watu wanaitaraji ndani ya nafsi zao wenye kuipenda na ambao Mwenyezi Mungu amewaita, lakini nafsi zao bado Mungu hajawakunjulia ni vipi, kwa sababu ni ibada ambayo Mungu atujalie tuipate, inayosababisha ikuweke sawa katika dunia yako na akhera yako, kwa sababu ukijaliwa kwenda na ukarudi unakuwa kama mtoto mchanga ambaye aliozaliwa leo. Sasa ibada namna hii, namna ya kuipata na Mungu akikujalia basi ikimbilie, na kama unapo mahala pa kwenda ukaweza kupunguza baadhi ya vitu vyako vyenye kufanya vikamaasu Mwenyezi Mungu, basi ikimbilie. Ni ibada adhimu, ni ibada kongwe, na alhamdulillah kwa wenye kujaliwa, kwa wale waliokuwa wameipata ndani ya wazazi wetu, ndani ya mashehe zetu, pamoja na nyinyi tunawaombea dua Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi ili muweze kuipata, muwe miongoni mpate ile wanasema mwisho mwema. Basi miongoni mwa mwisho mwema huo iwe ni hii ibada ambayo tunaswali swala za huku za mwaka mzima, lakini kule inawezekana ukawa umeswali swala za siku 3 katimiza mwaka mzima. Kule swala yako moja ndani ya msikiti wa Makka ni unapata 100, swala yako moja ya msikiti wa Madina unapata 50. 50 hizo hapo utaziswali siku ngapi? 100 hizo utaziswali hapa kwa siku ngapi, ili zikamilike katika masala yako unayokusudia kupata fadhila za Mwenyezi Mungu. Hakika hiyo ni moja ya faida. Naam. Umuhimu, uzito wa ibada ya haji. Khamis. Ndio. Ni ibada nzito na ina mambo mengi ndani yake. Kabisa. Tunaitekeleza vipi kuonesha umuhimu wake? Vizuri. Namna ya kuitekeleza ibada hii ya hija ina misingi yake, kwa maana ina vituo maalum na tarehe maalum, na ndio maana ibada hii inafanywa mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo mwezi wa Dhulhijja ukishaingia kuanzia tarehe 1 pale, nafikiri hata sasa hivi mashekhe wanahimiza umuhimu wa yale masiku 10 ya Dhulhijja. Thawabu zake ni nyingi zenye kumpendeza Mwenyezi Mungu, kila tendo katika yale masiku 10 ya Dhulhijja.
Sasa kwa wale ambao wanabaki nyumbani kuna utaratibu umewekewa. Kwa wale ambao tutabahatika kuwepo katika viwanja kule Maka na Madina, basi ule utaratibu wa ibada na kutoka Mina kwenda Arafa, kwenda kupiga mawe Jamarati, kwenda Muzdalifa na kurudi kufanya sai kwa maana ya kufanya labda pengine tawafu mbalimbali, zote hizi zina uzito wake. Kwa hiyo ni ibada niseme ya kipekee ambayo inakwenda kumsafisha mja kwa matendo aliyoyatenda kwa mujibu wa mwaka mzima, kwamba kwenda hija ni kwenda kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha na kumtaka radhi na kwenda kuahidi kwamba kwa hili Mwenyezi Mungu wangu sitorudia tena, kwa hili sitorudia. Na ikitokea umerejea tena, bado Mwenyezi Mungu ni rahimu kwetu, mwingi wa rehema, ni kwamba anakusamehe, lakini kikubwa ni kukithirisha matendo mema na kuyapunguza ama ikiwezekana kuyaacha yale maovu. Ndio maana inaelezwa katika umri wa mwanadamu kwa Muislamu anatakiwa kuhiji mara moja. Kwa maana unaona ni safari ambayo unatakiwa kuifanyia maandalizi mapema. Kuanzia kwenye ujana wako unajipanga kidogo kidogo, ikifika wakati unaona sasa hapa wasaa upo, unaruka unakwenda kutekeleza ibada, unarudi unaendelea na maisha. Na ukisema unaruka raha yake, yani sisi hapa tuna bahati sana kufika Saudia pale Maka, hata saa 5 hazifiki. Ni kweli, saa 5 ni nyingi, saa 3 mpaka 4 takriban. Lakini saa za hapa na saa za pale ziko sawa sawa, yani kabisa katufanyia wepesi uko mkubwa, na hata namna ya maandalizi yake. Zamani ilikuwa inafahamika kama ibada hii ni ibada inayohusu wazee, yani watu ambao tayari umri umekwenda, na ndio maana sisi tumegubikwa sana na uchache wa wingi wa watu wanaokwenda kutekeleza ibada hii. Lakini kwa wenzetu ambao pengine safari hii wameizingatia mapema, tunaona nchi mbalimbali zikiwa zina vijana zaidi kuliko wazee, na hata baadhi ya mamlaka hata zingine za kiserikali zimeweka utaratibu kwamba hakuna mtu kijana kuajiriwa, mfano Indonesia, Malaysia, Uturuki na hizo nchi nyingi za bara la Asia, kwamba huwezi kwenda kuposa mtoto wa mtu mpaka uwe umehiji. Huwezi kupata kazi mpaka uwe alhaji. Mfano hapa Afrika ni Nigeria. Na ndio maana unaona Nigeria kina alhaji wengi. Sawa yani ukisikia alhaji huyo ameshahidi kwa sababu yani wameweka kama sisi tulizoea mpaka mzee, mpaka ufikie uzee. Kwa nini tulizoea huko? Nafikiri ni namna ya ufikishaji wa taarifa yenyewe juu ya umuhimu wa ibada hii. Alafu kuna kule kutishwa kwamba ukienda hija ukirudi uwe umekwisha maliza mambo yako. Yapi? Kwa sababu hatuna dhamana kwamba kwa umri huu mimi au sio kwamba yepi hayo ambayo wanatakiwa kuyamaliza afu ndio uende hija. Kwa hiyo hivi vitisho vimepelekea ibada hii pengine ikawa isiwe maarufu kwa umri wa vijana kama sisi na vijana wengine. Tunasahau kwamba kifo huja ghafla. Kifo huja ghafla, na pale unapokuwa umejipata chembelecho kwa maneno ya vijana wa sasa, unatakiwa utekeleze jambo hili mapema. Yupo mzee katika wazee ambao waliwahi kuniuliza nilivyoanza huduma hizi, bwana wanashughulika na amaya, ushamaliza? Lakini sasa unamuuliza yule mzee, bwana mzee nimemaliza nini? Bado kijana sana bwana kwenda kufanya hija. Nikamwambia tafsiri ipo, maelezo yapo kwamba hija si mlango wa kukufunga eti pengine kibinadamu huwezi kutenda dhambi. Hapana. Tembo umenikumbusha Sheikh Rashid. Ndio. Sheikh Rashid ameenda, Mwenyezi Mungu amrehemu. Malizie kabisa Sheikh Rashid Njoki. Allah amrehemu. Ndugu yetu, mwalimu wangu, rafiki yake huyu bwana wa kutosha kabisa. Lakini angesubiri afike uzee, angeyafanya lini? Lakini zile haji alizozikwenda kabisa amezitendea wema kwa sababu alienda akiwa kijana. Na mpaka muda huu kampuni ambayo alikuwa akishiriki mpaka leo kuna watu wanakwenda kwenye ile kampuni kwa sababu ya thamani yake. Manasik. Ushafahamu? Yani watu wanakwenda kwa sababu tu ya yale mapenzi ya Sheikh Rashid Njuki alikuwa akiyafanya kwa binadamu wenzake. Kwa anasema mimi sijavutiwa kingine sipokuwa napenda tu niende na kampuni hii kwa sababu ya thamani alikuwa ameiacha kwenye mioyo yetu. Na wataondoka inshallah. Naam, wataondoka hivi karibuni, maana tayari makundi mbalimbali yameshaanza kuingia katika mji wa Madina. Makundi mengi safari yanaanzia Madina. Sasa ngoja tusikie kutoka kwa Sheikh Muhammad Ghalib.
Bashir, pamoja na kwamba wewe ni meneja wa Haji Trust, lakini ni miongoni mwa viongozi ambao wameachwa na wengine washatangulia bila shaka katika kupokea mahujaji ambao watatoka hapa kwetu Tanzania. Pengine mpaka sasa hali ya safari za mahujaji zipoje? Alhamdulillah, kwa wastani na kwa utaratibu hivi sasa makundi yote yako kwenye utaratibu, na tukisema kwa makundi yaliyobaki hivi sasa Tanzania ambayo hayajenda na takriban hayafiki hata makundi 10. Ndani ya vikundi vyetu mfano Tanzania bara tuko vikundi 18. Wenzetu wa visiwani wako zaidi ya vikundi 20 na kitu. Hivi sasa tunaweza kusema kwa hapa bara kama vibaki basi vichache ndani ya 10. Vingi vimeshatangulia, kwa sababu ndio maana tuliweka utaratibu. Tuna federation ambayo tukiacha taasisi moja moja, mimi Tanzania Muslim Haji Trust, Sheikh hapa na wengine wana vikundi katika majina yao, lakini tuna federation yetu ambayo inatumia jina la Tahafi, ambayo ndio mwamvuli wa taasisi zote za bara na kule wenzetu visiwani wana UTAHIZA. Sasa hivi ndio vinavyoratibu na vinavyosomeka katika Wizaratul Haji. Kwa hiyo hapa kama Tahafe na viongozi wetu kwa ujumla tukiongozwa na mufti wetu Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, ndio mkuu wetu wa federation zetu. Yeye ndio mlezi na ndio msimamizi wa hayo. Kwa hiyo federation hizi ndio zenye kusimamia na hivi sasa zimeshatangulia, lakini miongoni mwa wajumbe mmoja wapo mimi nimebaki hapa, na kwa taarifa zilizobaki wengi tutaondoka tarehe 17 na 18 itakuwa hapa tumemaliza miongoni mwa makundi ambayo majukumu na makundi. Kwa hiyo alhamdulillah hivi sasa katika kanuni taratibu zinazohusiana na safari taasisi zote zimekamilisha zote. Kupitia ndege zetu, kupitia mapokezi yatakayokuwa kule na majumba ambayo tumechukua Maka na Madina ziko tayari, na hakuna mwaka huu katika kikundi ambacho kimebakisha kwamba kinamwacha mtu hakulipa, kinamwacha mtu amechukuliwa pesa zake hata kwenda, hapana. Mahujaji wote wako kwenye process kama ilivyokusudiwa. Na mwaka huu ibada itaanza lini hasa? Hija tarehe zetu, manake tarehe zetu za kiibada kidogo zinaachana na Google ini wanasema tarehe za kizungu. Kwa sababu hivi sasa tukisema leo ni mwezi 25 Dhulqaada, maana yake itategemea siku tutakazo mwafikiana na haji na muandamo wa Dhul Hajj. Kwa hiyo naweza nikaitamka alafu tukaingiza kwenye makosa, watu wataiwekea hiyo dot alafu, lakini tutazame leo ni mwezi 25. Kwa hiyo tuende nayo mpaka pale itapokuwa mwezi. Wenzetu katika matlai ya mwezi ikiwa umeandama kule awali basi itakuwa ni hiyo. Ikiwa kwa namna yote Wizaratul Hajj ndio inasimamia tarehe ya mambo ya mwanzo wa ibada, lakini yenyewe iko ndani ya mwezi 8. Kwa hiyo wewe utahesabu kutoka hapo mwezi mosi Dhulhajji kwenda mpaka mwezi 8 tunaelekea viwanja vya Mina. Kwa tutashinda pale usiku, tutaondoka kuanzia baada ya salati al-Isha tunaelekea Arafa. Tutashinda kule Arafa, kabla al-Maghribi tutaanza safari ya kurudi Muzdalifa mpaka kufika salati al-Fajr tunaanza safari ya kwenda Jamarati. Baada ya Jamarati tutarudi kwenye mahema, na hapo sasa ziko taratibu nyingi za msimamizi ya hija. Wako wengine wanakwenda mpaka Maka kwa ajili ya kumalizia tawafu ya mwanzo, wako wengine wanasubiri mpaka mwezi 12 au 13 wanakwenda kumalizia tawafu na waendelee na taratibu nyingine. Wako watakaorudi Tanzania, wako watakao kwenda Madina ambao walianzia Maka. Kwa kuweka usawa wa kalenda, umetuambia leo ni Dhulqaada 25 hapa tu Tanzania. Kwa hapa Tanzania. Sasa Dhulhijja moja itakuwa ni Mei 18. Ndio itakuwa Dhulhijja moja, na kama ulivyotuambia kuwa baada ya siku ukianza 1 mpaka 8 ndio tunaanza haji. Ndio haji inaanza. Sawa. Kwa hiyo Arafa itakuwa ni Mei 26. Marhaba. Na Eid al-Adha sasa itakuwa ni Mei 27. Mashaallah. Kwa nikileta ratiba za huko sawa sawa. Huko sahihi sana. Na Mwenyezi Mungu akijalia mpaka kuanzia tarehe ya kizungu sasa kuanzia 5, 6, 7 itakuwa watu wanarudi
watu wanaanza Juni, mwezi wa 6 watu watakuwa wameanza. Kwa hiyo mjiandae hapo kutuandalia namna zote za taratibu ya mapokezi. Basi kama tunavyoagaaga kipindi hiki ndivyo tutakavyowapokea pia, lakini tunawakaribisha ndani ya taasisi zetu. Mimi nimepewa cheo kikubwa leo na Azam TV cha kuwa manager wa Tanzania Muslim Hajj, lakini mimi ni naibu katibu mkuu, lakini ni naibu katibu mkuu lakini ndo manager huyo naibu manager tu. Kwa hiyo tunawakaribisha na alhamdulillah mambo yote yako sawa sawa, na hivi sasa tukisema kwa taratibu za Wizara ya Haji, Mwenyezi Mungu amejalia, mwaka jana tumewaacha watu, sio kwamba walishindwa, tumewaacha kwa makusudi. Tuliwaacha walichelewa kulipa. Mwaka huu tunakwenda watu 1400 na tumewaacha watu wamechelewa kulipa. Hivi mfano hata kwenye taasisi yangu watu wameshaanza kulipa kwa hija ya mwakani. Na hii inakuja kalenda ya hija kwa sababu ikisha hija siku ile Arafa, siku ile magharibi mlango wa haji unafunguliwa kwa ajili ya mwakani. Kwa ajili ya mwakani. Sasa wanahimiza hivyo kwa sababu sana tulikuwa hatujawaelewa, lakini wanasema kuna kitu kinaitwa Vision 2030. Yaani maendeleo mazuri ya haji zinazokuja baada mwaka jana, mwaka huu na miaka inaendelea. Kwa hiyo tunawahimiza watu waanze kulipa kidogo kidogo wenye nyingi, ili wasikumbane na mkumbo huu wa kuachwa tena. Hakika. Sawa, Khamis Tembo. Ndio. Wewe ni afisa habari pale Bitha. Naam. Pengine mwaka huu umekuwa ni wa tofauti kiasi gani hasa kupata wawakilishi watakaoziwakilisha kihabari nchi zetu za Afrika Mashariki kama sio Tanzania, kwa maana Tanzania bara na visiwani. Kitu ambacho kinaonekana ni kigeni hiki. Naam, ni kweli ni kigeni, na sio kwenye eneo hilo tu, hata kwenye eneo la matibabu. Wizara ya Hija nchini Saudi Arabia kwa kipindi hiki au mwaka huu tukizungumzia hii vision ya 2030 wamekuja na taratibu nyingi sana. Kwanza kupunguza idadi ya wazee kwenye hija ijayo, nafikiri hilo halitokuwepo. Mzee ambaye atakuwa na umri kuanzia miaka 65 na kuendelea, huyu hatopata nafasi. Tuna wasiwasi huyu hatopata nafasi kwa sababu mwaka huu kumekuwa na ujazaji wa fomu maalum kwamba sisi tunaondoka wote lazima tuwe tumepimwa tena kwenye hospitali maalum. Sawa tuwe tumepimwa kwenye hospitali maalum, na hivyo vyeti vya vipimo hivyo vinakwenda kuthibitishwa. Ikionekana kwamba ulifanya forgery unarudishwa, na wala hawana mchezo kwenye hilo. Ile eneo la kwanza. Lakini eneo la pili ni eneo la utoaji wa taarifa. Kumekuwa na mitindo mbalimbali ya utoaji wa taarifa kwamba mtu anaenda anapiga picha kwa namna anavyotaka yeye, au anaenda kuzungumza yale ambayo anahisi yeye anapaswa kuzungumza. Lakini mwaka huu wameweka utaratibu kwamba Tanzania tunahitaji waandishi wa habari 4 ambao tayari tumeshapatikana. Na nafikiri pia na ndugu yangu Jamali Hashim tutakuwa naye kutoka hapa Azam TV, na mara nyingi imekuwa hivyo. Kwa hiyo yeye nafikiri atakuwa anatoa ripoti habari zile zinazohusiana na hali halisi pale nchini Saudi Arabia, kuhusiana na hali ya hewa, labda pengine maendeleo ya mahujaji nchi nzima, na hasa mahujaji wa ukanda wetu wa Afrika Mashariki, eneo ambalo pengine tunazungumza lugha ya Kiswahili kwa kiwango kikubwa. Ukiachia eneo hilo, eneo la madaktari, kumekuwa na wito wa kuwepo madaktari maalum duniani. Kwa hiyo katika kila bara au katika kila nchi wanatolewa pia na madaktari 4 vile. Na kuna kiongozi wao, na hapa kwetu daktari kiongozi ni Dr. Juma wa Mkombo. Juma wa Mkombo ambaye anatoka Muhimbili. Sawa ni daktari bingwa. Kwa hiyo yeye ndo anaongoza madaktari kutoka nchini Tanzania, wanakwenda kukutana na madaktari kutoka Uturuki, Marekani, Ujerumani. Kunakuwa na kambi maalum kwamba mgonjwa yoyote ambaye anatoka nchi yoyote duniani atatibiwa na madaktari hao. Kwa hiyo unaona hiyo tofauti. Kwa hiyo kwenye hii vision ya 2030 kama sisi hapa nyumbani tuna vision ile ya 2050 kwamba tuna taratibu zetu, wizara mbalimbali zinatakiwa zijipange, vijana tunaionaje hiyo 2050. Kwa hiyo na Saudia, hata ukienda sasa hivi kuna mabadiliko makubwa hata kwenye ujengaji wa majengo mapya, yani kutengeneza ule mji tena mpya, yani kwamba ukienda kuna mabadiliko makubwa. Nafikiri mwaka wa mwisho kwenda Saudia ulikuwa mwaka gani? 2017. Mbali sana. Mbali kwa hakika. Wewe bwana ndio ukienda sasa hivi, yani ukienda Saudia sio ile ambayo uliiacha. Kwa hakika inabadilika sana. Ila ukienda mwakani utakuta ile ambayo mimi nilifikia mwaka jana. Kwa hiyo hayo mabadiliko yanapelekea pia taratibu fulani kubadilika. Mfano sisi hapa tunaondoka
ni kwamba lazima Wizara ya Mambo ya Nje ifahamu kwamba Hamisi Tembo anaondoka tarehe gani, atarudi lini na ataishi wapi. Na nikifika Saudia tu airport, taarifa zangu zimeshafika kwamba kuna mtu anaitwa Hamisi Tembo anakuja, fani yake ni fani fulani, anaripotia chombo hiki, na kutana pale na package yangu kwamba napewa vitendea kazi, alafu napelekwa sana kufanyiwa training, labda ni ya masaa 3, 4, 5, kuonyeshwa maeneo ambayo tutakwenda kukaa kwa ajili ya kufanya kuripoti. Kwa hiyo mimi nikifika kule nahudumia Watanzania wote, awe bara awe wa kisiwani. Kwa hiyo nitakuwa nikiripoti kwamba jamani, tuko Mina, tuko Arafa, hali za mahujaji ziko hivi. Kwa hiyo vyombo vya habari mbalimbali ambavyo nalotaka kuongeza kwamba kwanza, kama nchi tunashukuru uongozi mzima wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na watu walielewe hii hija si ya BAKWATA wala sio ya taasisi, sio ya mtu fulani, sio ya mtu fulani. Hii ni ya Wizara Mambo ya Nje. Ndio wao wamekasimu tu mamlaka yao kutupa sisi, lakini hatuna mamlaka wala hatuna amri ya kuongoza tunavyotaka sisi kabisa. Lolote tunalotaka kubadilisha ndani ya haya ni lazima tupeleke taarifa, alafu wao watatuambia sasa fanyeni hivi au, lakini tunapokuwa kule balozi ndio mwenyewe, ndio kiongozi wetu, na mmoja hata wajumbe na wafuatana na balozi kule kutembea katika jumuiya hizo na taratibu nyingine, na mimi mmoja wapo nakuwa nipo. Kwa hiyo hili ni jambo la serikali na tunashukuru serikali. Kwanza mfano nataka kurudisha nyuma kidogo, katika nchi, katika dunia hii inayopeleka watu mahujaji, kwa ufupi, tumshukuru sana Nyerere na Mungu amjalie huko aliko. Amina. Ni nchi ya mwanzo kuweka balozi 2 ndani ya nchi moja, lakini kwa kuwasaidia mahujaji. Kwamba tulikuwa tunapata tabu kutoka Maka kwenda Riyadh ni kilomita 1000. Mna shida, mtakwenda kilomita 1000 mara ngapi? Lakini amesogeza Jeddah kwa kilomita 100 kwa sababu ya mahujaji. Alipofika, alipouliza kuna watu wanakuja huku nasikia kufanya ibada, lakini mbona wanapata tabu. Sogeza balozi. Ile balozi ndogo imekaa, haina biashara nyingine zaidi ya haji. Alhamdulillah. Na sasa hivi kwa kuongeza hapo, inatumika hata kwa wafanyabiashara ambao kwa hii milango inayofunguliwa baina ya nchi na nchi, inatumika. Wanaenda pale ubalozi ndogo, unakuta taarifa na hija, kwa sababu hii ndio mkutano mkuu wa Waislamu wa mambo ya biashara na mambo mengine. Kwa hiyo inasaidia, moja wapo ni balozi yetu. Na nyinyi tunawashukuru vile vile kwa hili mlolichukua, na Mungu awajalie zaidi, na nyinyi tunaombea dua mwakani mwende muombe dua zaidi huyu mama Balkis. Bwana wewe, dua kwa wote bwana, kuna asiyetaka kwenda inshallah. Sisi tunapendelea kwanza kule, wewe umeshakwenda, lakini tuache hilo bwana. Leo tuna kanuni, TV hii na radio hii ni lazima iende kila mwaka. Tuseme alhamdulillah, iendelee kutunzwa, atakwenda basi ala wasala. Kwanza Azam TV iendelee kudumu yenyewe na watendaji wake kulli mara wal ahlu zumra wa ikhwani fillah ila al-Madina tunara al-amina. Sheikh Muhammad anaanza Balkis, wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabisa. Na jina lenyewe kubwa hili, Mfalme Suleimani na habari zake sana. Amin. Asanteni sana na karibuni kwa wakati mwingine, tuwatakie safari njema. Amina. Allah afanye wepesi, muende na mrejee mkiwa salama. Amina. Mimi nisingeweza kwenda bila kumwacha mzee Saidi Njuki na mke wake waende haji kwanza mwaka. Mashaallah. Kwa hiyo ili waepukane na ile swala la uzee, watangulie. Asante sana. Ni Muhammad Gharib Bashir, meneja kutoka Hajj Trust, lakini tumekuwa naye pia Hamisi Tembo, afisa habari kutoka Bitha. Tumepata elimu kubwa sana kuhusu safari za hija ambazo zitaanza, tayari zimeanza, lakini pia watamalizia kuondoka hapa nchini tarehe 17 na tarehe 18 kwa ajili ya kwenda kufanya ibada kule Maka, Saudi Arabia. Karibuni kwa wakati mwingine. Tunashukuru na Mwenyezi Mungu awajalie sana. Amen.